Habari gani mwana KW TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KW TV. Yeriko Nyerere ambaye ni mwandishi wa vitabu lakini pia ni mwanaharakati kutoka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo yaani Chadema ameweza kuzungumza jambo zito katika mtandao wa Twitter, ambapo alianza kusema hivi: kwa siasa za Tanzania sasa, Zitto Kabwe ndiye mtu dangerous zaidi. Ni mtu anayejua michezo ya siasa na fitina zake, yaani kwa lugha chache, Zitto ndiye kiumbe anayefanya siasa kwa kuichora katika karatasi. Mtu pekee aliyekuwa akiweza kumdhibiti Zitto ni mwalimu wake mzee Freeman Mbowe. Hayo ni maneno ambayo Yeriko Nyerere ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter, akisema kwamba Zitto Kabwe kwa sasa ndiye mwanasiasa pekee ambaye ni hatari kweli kweli kutokea hapa nchini Tanzania, ambaye ana uwezo wa kutambua fitina na michezo yote ya siasa, lakini pia ana uwezo kuchora mchoro wa karatasi namna gani anaweza kuziendesha fitina hizo. Lakini watu wamekuwa na maoni tofauti tofauti katika mtandao wa Twitter. Wa kwanza hapa namuona anaitwa Jebla Kambole, anasema huwa inauma mara ya kwanza lakini utazoea tu. Lakini Kame anasema mtu anihesabie hii Nyomi ya Nkasi leo hapa. Nyomi, mwenyekiti wao wa taifa, mmekuwa futuhi. Lakini Mzungupora anasema hameni tu Chadema kama bado unaumia. Lakini Huseini anasema Yeriko mkana mherehere halisi kutoka kijiji cha Maduba, kutoka katika kijiji cha Maduma, kata ya Maduma iliyomegeka kutoka kata ya Ngorongoro, wilaya ya Mfindi, halmashauri ya Mfindi Kusini. Kijana aliyemkana baba yake na kujibatiza jina la Kizanaki yani Nyerere, kisha kahamia Kigamboni. Kijana aliyemkana Mungu wa mbinguni. Lakini Annette Stanley anasema tushamaliza uchaguzi ndani ya chama, position zimejaa kila mahali. Lakini Thadei Mhabuka anasema pona majeraha kwa kusikiliza wimbo wa Ambwene Mwasongo unaitwa Nimeachilia. Sikiliza wimbo huo, utanishukuru kuendelea kukumbuka iliyopita kuna kusababishia uone vilivyo mbele haviko sahihi, ila vilivyopita ndio vilikuwa sahihi. Tusizalishe wachawi ndani ya chama chetu. Lakini Nyonyoma anasema kindly prove this. Lakini President 2040 anasema Mbowe alishashika sana masikio, ili baki kidogo mfanye ndiye Mungu wenu. Mbowe ni mwanasiasa hodari, ila zama zake ndio zimeenda hivyo. Strong together. Lakini Mboni anasema nchi inahitaji zaidi ya kiongozi mwaminifu na aliyenyoka kama Tundu Antipas Lissu. No politics anaweza kufika kiwango vya siasa za kina Tundu Antipas Lissu na JK, but chini ya uongozi wao nchi iligubikwa na the grandest of corruption this country has ever been. Lakini Hard Target anasema kumbe kwa maana yako sasa Zitto alifurahi Freeman Mbowe akae pembeni ili achole upya. Vipi, kashachora nini na kafanikiwa nini jasusi mbona? Lakini pia Heche Enoch anasema huyu bado anasogeza ile miezi aliyotabiri, haha. Lakini wa mwisho anaitwa Musa Elias anasema Freeman Mbowe aligalagazwa na vijana wake pale Mlimani City, wameshamstaafisha kwa nguvu, sasa wapo wananengeneka chama kwa nguvu na hali mpya, huku sisi wananchi tukiendelea kuwachangia ili kuwawezesha kazi yao nzuri
ya utumishi. Jina langu ni D wa Kewe TV, tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Hayo yalikuwa ni maoni ya watu katika mtandao wa Twitter katika chapisho la Yeriko Nyerere. Tukutane wakati ujao katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.